Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi ya kundi B ambayo tumetoka kuitazama siku ya leo kutokea katika mji wa Alvia uliopo katika nchi ya Algeria, ni mtanange ambao umekwenda kumkutanisha mwenyeji JS Kabylie akiikabili klabu ya soka Yanga Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania. Bwana, kabla ya kuendelea mbali kwenda kukujuza kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo huu wa Yanga dhidi ya JS Kabylie, kama ni Mtanzania umeweza kuvutiwa na uwezo ambao Yanga wameweza kuonyesha wakiwa ugenini, like video yetu, alafu tuambie Djigui Diarra katika 100% unampa asilimia ngapi? Na je, Celestine Yakwa katika 100% unampa asilimia ngapi? Kwa shuka chini kwenye comment, comment hapo mdau, utakuwa umetisha kinoma. Fahamu mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia sana, hususan katika kipindi cha kwanza Yanga walicheza vizuri, waliweza kushambulia kwa idadi ya namba nzuri na waliweza kurudi kuzuia kwa idadi ya namba nzuri. Tunashuhudia katika dakika 17 Celestine Yakwa aliweza kupata nafasi ya adhabu, lakini nafasi hiyo akashindwa kuiconvert ama kuifanya kuwa goli na kushindwa kuitanguliza klabu ya soka Yanga Sports Club. Lakini Yanga wakaendelea kucheza kwa nidhamu katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili wakacheza kwa nidhamu, na hatimaye Mwenyezi Mungu akaweza kuibariki klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kuondoka na sare ya 0-0 dhidi ya JS Kabylie na kuweza kuondoka na alama moja ugenini, huku golikipa Djigui Diarra akiibuka man of the match kutokana na kiwango bora ambacho ameweza kuonyesha katika mchezo huo wakiwa ugenini dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JS Kabylie. Na mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona kunako msimamo wa kundi B, kundi lenye timu ya Al Ahly FAR Rabat ya Morocco, JS Kabylie wenyewe Algeria na Yanga. Kwa sasa Yanga ndiye kinara. Yanga akiwa amecheza michezo miwili, ameshinda mchezo mmoja, sare mchezo mmoja, hajapoteza mchezo wote, akiwa amefunga bao moja tu, wakiwa na alama 4. Katika nafasi ya pili wako Al Ahly. Al Ahly wao wamecheza mchezo mmoja, wakiwa katika mchezo wao wameshinda, huko wakiwa na alama 3. Lakini katika nafasi ya tatu wapo JS Kabylie kutokea katika nchi ya Algeria, ambao wao wamecheza michezo miwili, lakini katika michezo yao mmoja sare, mwingine wamefungwa, wakiwa na alama 1. Na Buza Mkia ni FAR Rabat ambao wao wamecheza mchezo mmoja wakiwa na alama 0. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni mchezo kati ya Al Ahly na FAR Rabat ili ijulikane nani ambaye anaongoza, kwa sababu FAR Rabat na klabu ya soka ya Al Ahly bado hawajacheza mchezo wao ambao unatarajiwa kuchezwa hivi karibuni. Kwa hiyo moja kwa moja kundi hili litakwenda kujua ni nani ambaye atakwenda kukaa kileleni. Lakini kwa sasa Yanga ambaye amecheza michezo miwili ndiye kinara, ambapo wananchi wanaitaka robo finali kwa udi na uvumba. Bwana, kama hujalike bwana, kama unaamini Yanga anaenda robo finali, hebu like hapo tuende sawa. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya JS Kabylie kumalizika na klabu ya soka ya Yanga kuweza kuondoka na alama 1 kwa sare ya 0-0 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndugu Ali Shabani Kamwe ameweza kufunguka. Ali Kamwe anasemaje? Cha kwanza ameweza kuandika alhamdulillah hapa, akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo Yanga wameweza kuyapata, kwa sababu kama si Mwenyezi Mungu basi wasingeweza kuyapata matokeo haya. Akaendelea kusema hivi, hakika wachezaji mmetuheshimisha, mmeonyesha nini thamani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club NB. Tunawasubiria tuwaone na wao watafanya nini wakiwa ugenini. Hilo ni dongo zito ambalo analitupa Simba Sports Club, kwa sababu ikumbuke Simba wapo ugenini wakitaka kucheza mchezo wao nao siku ya Jumapili dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo wanasubiria, kwa sababu wao ugenini wameondoka na angalau alama 1. Ikumbukwe mechi ya mkondo wa kwanza ya nyumbani Yanga alichukua alama 3, Simba hakuchukua alama. Sasa ugenini wamechukua alama 1. Sasa wanaisubiria Simba ugenini waone watafanya nini.